Karibu katika simulizi na hadithi ya maisha ya Mheshimiwa Martin Reuben Shigella, mkuu wa mkoa wa Geita, aliyeleta mabadiliko makubwa katika tasnia ya uongozi mkoani humo. Simulizi hii itakufunza mambo mengi, hasa kwa wale vijana ambao wanachipukia katika siasa. Hapa utapata madini mengi sana kuhusiana na Martin Reuben Shigella. Msimuliaji wako mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Hii ni chaneli yetu kwa ajili ya simulizi. Kama haujawa mwanafamilia yetu, basi unaweza kuwa mwanafamilia yetu kwa kusubscribe hapo chini ili uweze kupata simulizi hizi kila wakati na kila muda. Ungana nami mwanzo hadi mwisho nikakusimulia simulizi hii pasina matata. Hadithi ya maisha ya Mheshimiwa Martin Reuben Shigella katika ardhi ya Tanzania, ambako jua huchomoza juu ya matumaini ya watu wake, huku kukiwa kuna simulizi ya mwanaume aliyekuwa na kukulia taratibu katika misingi ya nidhamu, uwajibikaji na uzalendo. Mheshimiwa Martin Reuben Shigella. Maisha yake ya awali hayakuandikwa sana kwenye ukurasa wa magazeti wala mitandao ya kijamii. Kama ilivyo kwa Watanzania wengi, safari yake ilianza kwa unyenyekevu, ikijengwa juu ya maadili ya kazi. Mheshimiwa Reuben Shigella mwenye heshima na utii. Ni katika mazingira hayo ndipo alipojifunza thamani ya jamii, kusikiliza watu na kuheshimu mamlaka, misingi iliyokuja kuwa nguzo kuu ya uongozi wake baadaye. Kadri miaka ilivyozidi kusonga, Martin Shigella alikuwa mtu wa vitendo. Hakutafuta maarufu, bali alijijengea sifa kupitia kazi zake, nidhamu na uaminifu. Safari yake katika utumishi wa umma ilimjengea uzoefu wa kutosha wa kuelewa mifumo ya serikali, changamoto za wananchi wa kawaida na wajibu wa kuongoza watu anaoongoza vizuri. Kwa muda alionekana kuwa kiongozi aliyepima maneno yake, anayechagua busara badala ya makelele na apendelea matokeo kuliko sifa. Sifa hizo ndizo zilimfanya aaminiwe zaidi na mamlaka za juu za nchi. Hatua kubwa katika maisha yake ilikuja pale alipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita, mkoa wenye rasilimali nyingi, fursa kubwa, lakini pia changamoto nzito. Uteuzi huo haukuwa bahati, ulikuwa na matunda ya safari ndefu ya uaminifu na uwajibikaji. Akiwa mkuu wa mkoa, Martin Reuben Shigella alisimama kama mlezi wa serikali na mtumishi wa wananchi, aliyeweka mkazo katika kusimamia miradi ya maendeleo, kuhakikisha huduma za afya, elimu na maji zinawafikia wananchi, kudumisha amani na usalama, kuwajibisha watumishi wa umma na kusikiliza kero za wananchi bila upendeleo. Katika mikutano yake alionekana kama kiongozi aliyependa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza, na anapozungumza maneno yake hubeba uzito wa maamuzi kwa wananchi wa Geita. Yeye si mtu wa mkuu wa mkoa, bali ni kiongozi aliye karibu na watu, anejua kuwa mamlaka na nidhamu si heshima binafsi. Ameamini kwamba maendeleo ya kweli hayaji kwa hotuba kali, bali kwa kazi ya kila siku, ufuatiliaji na uwajibikaji. Leo hii jina la Martin Reuben Shigella linaashiria na linasimama kama mfano wa kiongozi aliyepitia safari ya kimya lakini yenye matokeo makubwa. Safari yake bado inaendelea kuandikwa, lakini ukurasa ulioandika tayari katika historia ya mkuu wa mkoa wa Geita unabaki kuwa ushuhuda kwamba uongozi bora hujengwa hatua kwa hatua, kwa uvumilivu, uaminifu na moyo wa kulitumikia taifa. Karibu nikupitisha katika doti yake ya kwanza mpaka doti ya mwisho, ukuaji wake na makuzi yake kwa ujumla. Ikiwa ni baada ya kufanya utafiti wa kina, hatuna taarifa rasmi za wazi kuhusu siku, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, mahali halisi alipozaliwa, vyuo ama chuo alichosoma kwa Mheshimiwa Martin Reuben Shigella, mkuu wa mkoa wa Geita. Hii ni kwa sababu vyanzo vya serikali, magazeti au taarifa za wasifu wa mtandaoni hazijatoa taarifa hizi kwa umma. Sasa taarifa zinazopatikana mtandaoni zinahusu kazi yake kama mkuu wa mkoa wa Geita, si maelezo ya wasifu wake binafsi kama tarehe yake ya kuzaliwa na elimu yake awali. Tunajua rasmi kwamba alikabidhiwa uteuzi kuwa mkuu wa mkoa wa Geita mnamo tarehe 28 Julai mwaka 2022 na akaendelea kushikilia wadhifa huo mpaka sasa. Kwa hivyo taarifa sahihi za kwa nini, ni wapi alizaliwa na alisoma wapi, hamna chanzo rasmi kinachoaminika
kuthibitisha taarifa hizi, ingawa taarifa binafsi kama tarehe yake ya kuzaliwa, elimu na mtu anayefahamiana naye kikazi ya umma mara nyingi hupatikana katika bio rasmi za serikali, yani TAMISEMI, tovuti ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita, hati ya uteuzi au wasifu wa uteuzi wa wizara, taarifa za idara ya utumishi wa umma, vyombo vya habari vya kitaifa kama Daily News pamoja na Wananchi. Sasa hii ni simulizi yake ya makuzi yake alipokulia mkuu wa mkoa wa Geita, lakini kwa sasa taarifa zake za kuzaliwa pamoja na taarifa za elimu namna vyanzo ambavyo vimeweza kuthibitisha. Mimi ni Dr. msimuliaji wako na simulizi ambazo huwa tunazitoa hapa kupitia Usiku TV. Subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza na wa nguvu kupata habari zetu kila wakati na kila muda.